mpinzani mkuu nchini Uganda Bobi Wine yeye anaripotiwa kuwekwa katika kizuizi cha nyumbani katika kipindi hiki ambako kura zinahesabiwa na mpinzani wake Rais wa Uganda Yoweri Museveni, lakini pia anaongoza kwa kishindo katika matokeo ya awali ya uchaguzi yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi. Babu Abdalla amezungumza na umeelewa ya, kwa hivyo hayo ndio anayoendelea huko nchini Uganda. Lakini pia katika hayo msemaji wa chama cha National Unity Platform NUP, chama kikuu cha upinzani Uganda, Alex Waiswa Mafumbiro yameshinda nafasi ya ubunge wa jimbo la Nakawa Mashariki katika uchaguzi mkuu uliofanyika siku ya jana nchini Uganda kama mnavyomuona hapo. Msemaji huyo wa mwaka jana 2025 alikamatwa akiwa nje ya mahakama na hakimu mkazi Kawempe Kampala alipokwenda kuhudhuria kesi ya Idi Mutwe ambaye ni mkuu wa ulinzi wa Bobi Wine, ambapo Alex Waiswa Mafumbiro akaunganishwa katika kesi na Idi Mutwe. Sawa, wakatunzwa gereza la Luzira Kampala na hawajawahi kuachiwa huru mpaka sasa. Sawa, ameshinda kwa hivyo ameshinda akiwa gerezani kwa siku 78. Lakini bado wananchi wanakaa Mashariki na Kampala wameweza kumchagua ndugu Alex Waiswa kwa mbunge wao kupitia chama cha National Unity Platform NUP, jamani kumradhi, akiwa bado gerezani. Hiki ni chama pia cha Bobi Wine. Yes. Hapa unajua huyu kiongozi ananikumbusha wakati wa uchaguzi ule wa Chadema wa kikanda. Ndio. Alikuwa mgombea wa kanda ya Pwani. Ex-mayor anapenda kujiita hivyo. Ndio. Boniface Jacob. Wakati uchaguzi unafanyika naye pia alikuwa yuko ndani. Uko naona wakati akiwa gerezani huko yeye alishinda. Kwa alipokea matokeo akiwa gerezani katika uchaguzi ya kanda na kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa Chadema kanda ya Pwani. Kwa tunaona na pia Uganda imeweza kujitokeza mgombea ubunge ameshinda yeye akiwa gerezani. Maana yake ni kwamba nguvu na ushawishi ambao alikuwa nayo ulikuwa ni mkubwa, pamoja na kwamba kuwekwa ndani, lakini bado wananchi hawakusita kusema kwamba tutaenda naye na kumpatia kura za ndio. Lakini unaweza kuona matokeo hapo ya uchaguzi Uganda, matokeo za awali ambazo zimetangazwa. Mzee Museveni anaongoza kwa 61 point something. Uko naona ikiwa ni mbali zaidi, ni kula kama milioni 3 huku na nili Bobi Wine akiwa anakula kama milioni 1 na something. Uko naona katika kitu ambacho anajua yeye mwenyewe Bobi Wine anakijua ni kwamba hatoshinda uchaguzi. Ni kati ya kitu ambayo hata Bobi Wine anajua katika matokeo ya uchaguzi Uganda ni kwamba yeye mwenyewe anajua hatoshinda uchaguzi wa Uganda. Unataka kuniuliza kwa nini? Kwa nini? Kushiriki uchaguzi huu wa Uganda ni takwa la kidemokrasia, uko naona ni sawa, lakini pia ndio Bobi Wine ni mgombea ama ni mpinzani ambao watu wengi walikuwa wanamtazama kama anaweza akatoa challenge kwa Museveni. Lakini sio tu kutoa challenge, vile vile ni mgombea ambaye watu walikuwa wanaweza kumtazama kwamba yanaweza akatokea mapinduzi ya kumpindua kwa box ya kura, uko naona rais wa sasa Yoweri Museveni. Uko naona wakati hatua za kampeni uchaguzi zinaendelea, tuliona Bobi Wine alikuwa ni mgombea ambaye alikutana na changamoto nyingi sana, kukamatwa, mikutano zake kutawanyishwa, yani alikuwa anakutana na changamoto nyingi sana, na kauli pia za mgombea wa rais mwenzake ambaye alikuwa anazitoa zilikuwa ni kauli tata za kuonyesha kwamba kwa namna yoyote vile ni ngumu kwa yeye Bobi Wine kuweza kukamata ushindi. Kwa maana yake ni kwamba huenda kwa mgombea yoyote yule, kwa vile vya sheria, huenda angekuwa na njia nyingine yoyote ya kuweza kufanya kweli kabla ya kuweza kufikia uchaguzi. Lakini yeye alienda mbele mpaka siku ya box ya kura. Ndio anasema hivi, siasa na vitu nyingi sana, nyingi
nyingi sana. Unaona mama Bobo yeye mwenyewe na nafsi yake na moyo yake anajua hii uchaguzi hatoshinda na ataridhika na matokeo. Mimi ndo nakwambia, kwa sababu za kisiasa kuliko zile ambazo sisi tunaziona katika picha ya kawaida hivi. Na upinzani, unaona ile upinzani ambao tunaona sisi Bobo yeye anaitoa kwa Museveni. Ile tunaona ile watu wanaona sisi na vitu gani uko naona, lakini yeye na moyo wake na nafsi yake anajua uchaguzi hato shinda. Na huo moyo ataridhika na hiyo matokeo. Lakini kiuhalisia hatoridhika. Physically anaweza kaja akasema kwamba hajaridhika na kitu, lakini moyo ameridhika kufika mpaka hapa alikofika. The Bantu.